Kwenye maisha unaweza ukawa na kipaji lakini ukakosa kitu ambacho kinaitwa bahati, na mfano mzuri ni kwa Mbappe ambaye aliondoka pale PSG akaenda zake Real de Madrid kwa ajili ya kwenda kusaka taji la UEFA Champions League, lakini ni msimu wa pili sasa PSG anashinda na yeye anakosa taji hilo. Lakini mfano mwingine ni wa Israel Patrick Mwenda, ana kipaji lakini ndio hivyo, hana bahati ya kuweza kuishi maisha ya furaha na amani wakati ambao anaitumikia timu ambayo amesajiliwa. Alitoa pale Msimbazi, lakini akawa anapata changamoto za kutosha kuweza kupata nafasi mbele ya Show Me The Way Shomari Kapombe, na baadaye pia tuliona hata interview ya mshua wake akieleza kwamba kijana, kuna namna mambo yalikuwa sio mazuri kwake, anaumwa ghafla, anaumwa na hospitali, watu waone ni kitu gani ambacho kinamfanya aumwe na vitu vingine kama hivyo. So baada ya hapo akaamua kusepa na kwenda zake pale Singida Black Stars, lakini ndo hivyo napo pia mambo yakawa sio mazuri kihivyo, akapata nafasi ya kwenda Jangwani. Baada ya kwenda Jangwani, watu wakajua ndo maisha yatakuwa yamefunguka, kwa kuwa alikuwa na uhakika wa kupata namba kwenye kikosi cha kwanza, lakini pia alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao wanaipatia matokeo chanya timu ya Wananchi. Tuliona akifunga mabao kwa mipira ya kutenga, tuliona pia ni mmoja kati ya watu ambao alikuwa anatoa assist, lakini pia anamwaga maji sana. Jamaa alikuwa noma sana, lakini bahati mbaya kwake ni mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao mpaka hivi sasa ndio mchezo ambao unatajwa kwamba umepelekea Israel Patrick Mwenda kutoweka kwenye matukio mbalimbali ya kikosi cha Dar es Salaam Africans. Hatujamshuhudia kwenye mchezo wa mwisho wa fainali, mchezo wa mwisho wa ligi, ilikuwa inamaanisha mchezo wa Yanga dhidi ya JKT Tanzania, ambao Yanga ndo alienda kutangazwa kama mabingwa. Hatukumshuhudia akibeba medali, hatukumshuhudia pia kwenye paredi la Wananchi wakati ambao wameshatoa ubingwa na kuanza kuzunguka jiji la Dar es Salaam akiwa na taji lao au mataji yao matano ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Lakini pia kwenye paredi, kama unakumbuka vizuri, paredi la msimu jana Israel Patrick Mwenda ndo alikuwa DJ. So DJ kwa upande wa paredi la msimu amekuwa ni Mohamed Hussein Zimbo Shabalala. Kuna mambo yameweza kubadilika hapo na vitu vingine kama hivyo. So kwa sasa hivi jambo ambalo linaendelea kwake, nimepewa taarifa kwamba anasaka sehemu ya kwenda kukiwasha kwa mara nyingine tena baada ya maisha yake na Wananchi kuwa sio mazuri. So kwa sasa hivi anatafuta nafasi au timu ambayo itampa nafasi ya kucheza kwa msimu ujao, kwa kuwa Wananchi tayari wameshaonyesha kwamba hawahitaji tena huduma yake kwenye kikosi cha Wananchi. Nimeshakwambia kwamba tayari wameshaongeza mabeki wengine kama wawili. Kuna beki wa kulia pia ameongezeka hapo, lakini pia kumbuka kuna Yao Kwasi Atola naye pia ameongeza mkataba. Kuna Kibwana Shomari pia ambaye naye pia bado yupo kwenye kikosi cha Wananchi. So kuna namna mambo yamekuwa sio mazuri kwa upande wake, na sasa hivi anatafuta sehemu ya kwenda kukipalilia na kukiendeleza kipaji chake. Wananchi mambo yamekuwa mabaya, Mjamani pale mambo mabaya, Singida alipita kama daraja la kwenda sehemu ambayo bado bahati ya kuweza kuishi maisha mazuri na timu ambayo anaitumikia ameyakosa. Huyo ndio Israel Patrick Mwenda, lakini mambo bado ni magumu. Kocha wa Yanga anaitwa nani? Jibu nalijua, au sio? Till next time.